ni watu aina gani? Masahaba ni wale ambao kwamba wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemwona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakamwamini na wakafa wakiwa na hiyo imani. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua wao ili wawe miongoni mwa walioshirikiana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo tutanukuu katika kitabu cha Suwaru min Hayati Sahaba mujallad thani, na katika sahaba ambao kwamba nimependelea kuzungumzie ni Abdullah bin Rawah. Na kabla sijaingia katika mada, nimependelea nitoe wasia moja. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري. عن ابي هريره amepokelea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume anasema hakika malaika tusalli ala ahadikum, wanamswalia yani wanamwombea rahma mmoja wenu, maadama fi musalla, muda ambao kwamba anakuwa ile sehemu aloswali salatu al-faraid, anaswali baada ya swala kaketi na akafanya istighfar zake, muda wote malaika anamwombea rahma. Mala mudi wakati ambao kwamba hajafuja udhu, kuna udhu wake kamili, au malaika wanasema nini? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ewe Allah msamehe, ewe Allah muonee huruma, wanakuombea rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tutakana baada ya kuanza swala tusiwe na haraka ya kutoka, tutakana tuwe na subra na tuketi tufanye istighfar zetu ili tupate dua ya malaika. Dua ya malaika ni bora sana. Na tukiingia katika mada ya Abdullah bin Rawah, rahmatullah ibn Rawah innahu yuhibbu majalis allati tatabaha biha almalaika Muhammadur Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rahmatullah ibn Rawah, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu Abdullah bin Rawah, fa innahu yuhibbu majalis, wanajikaua Abdullah bin Rawah anapenda vikao alati tatabaha biha almalaika, vikao ambapo kwamba malaika wanajitumia navyo, vikao vya dhikri na vikao aina vikao vingine vya kusoma Qur'an na vikao vya kufundishana. Sasa Abdullah bin Rawah alikuwa anapenda hivyo vikao. قال عبد الله بن رواح أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نطفة في الجنة. عبد الله بن رواح aliyatoa haya mashairi katika mwisho wa maisha yake huyu sahaba Abdullah bin Rawah. Wa khatama akhir fasli min fusuli siratihi alhafilati bilbutula, na alimaliza maisha yake, maisha ambayo kwamba ndani yake yamejaa na ushujaa walfakhr, na maisha ambayo kwamba ndani yake yamejaa fahari kubwa, almushraqati binuri tuqa, maisha ambayo kwamba yamejaa ndani yake nur ambayo kwamba inatakwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada. Kana Abdullah ibn Rawah yawma ahalla an-nubuwwah ala Makkah, huwa Abdullah ibn Rawah wakati ilipochomoza nuru ya utume ndani ya mji wa Makkah, shairan fahlan, ilikuwa mshairi mkubwa من شعراء يثرب, miongoni mwa wale waliokuwa mashairi katika Yathrib, mji wa Yathrib ambao kwamba ni mji wa Madina. Wa sayyidan
marmuqan bisadat al-Khazraj, na bwana katika mabwana wakubwa katika kabila la Khazraj. Wama in balagatu da'watul huda wal haqq, wakati kufikia ujumbe wa uongofu na haki, yani ujumbe wa Uislamu, hata sharaha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia kifua chake katika Uislamu na akaslimu, fawada'a sinanahu wa lisanahu fi ta'ati Allahi azza wa jalla wa mardati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Fawada'a sinanahu, akaweka upanga wake na mkuki wake na mshale wake na silaha zake na ulimi wake katika kutii Allah subhanahu wa ta'ala na kumridhisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad nafaha 'an an-nabiy al-karim bi shi'rihi a'zam manafi', na alimsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia mashairi yake mahali pakubwa sana, na pia alimsaidia da'wati bibayanihi, katika da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsaidia kwa ubainifu wake. Alikuwa na ubainifu wa maneno, ana ufasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna min al-bayani la sihra, hakika katika miongoni wa ubainifu wa maneno ndani yake kuna uchawi. Mtume hakumaanisha uchawi wa uganga, lakini alikuwa anakusudia yale maneno huwa anamteka mtu. Sasa huwa Abdullah ibn Rawah maneno yake alikuwa anateka mtu. Sasa alikuwa akimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia maneno yake kufanya da'wa. Fa anzala Allah fihi wa fi sahibihi Hasan bin Thabit wa Ka'b bin Malik al-istithna khasatan bil mu'minina shu'ara wa akhyarihim. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kuwavua katika hukumu yeye na ya Abdullah ibn Rawah na wenzake wawili ambao ni Hasan bin Thabit na Ka'b bin Malik. Huyu Hasan bin Thabit pia naye pia kwa kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna siku walikuja kabila la Banu Tamimi ndani ya mji wa Madina. Walipokuja wameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huko wakitoa mashairi na wakipata fahari wakijisifu. Baada ya kumaliza, Hasan bin Thabit akaingia na akatoa mashairi yake akisema inna dawaiba min fihrihim wa ikhwatihim qad bayyanu sunnata an-nas tuttaba'u yarda biha kullu man kana sariratuhu taqwa al-ilahi wa bil amri alladhi shara'u qawmun idha harabu ضروا عدوهم أو حاولوا نفعا في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير مدفن. Akatoa shairi yake kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo ile kabila lote wakaslimu wale viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala ateremsha aya kwamba inasema katika sura Ash-Shu'ara, inasema wash-shu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya ambapo kwamba inawaponda hao waliotoa mashairi, na alisema Allah subhanahu wa ta'ala hao wanaotoa mashairi wanafanya mambo ambayo kwamba wao hawayafanyi. Wanaingia kila mahali masokoni kwa wafalme, wanatoa mashairi na kusifu sifa ambazo kwamba hana. Wengine wanaenda kwa mfalme wanamwambia anta kashamsu wal muluku kawakibun, wanasema wewe ni kama jua na wafalme wengine ni kama nyota. Idha talaka mara, yani ukichomoza na ukitokeza wewe, au wengine hawana maana, wanapotea. Sasa alikuwa anapatia watu sifa za kama jua na alikuwa hawana hizo sifa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya ikawa inawaponda. Sasa Abdullah ibn Rawah na Hasan bin Thabit na Ka'b bin Malik walikuwa na huzuni sana, walijua wao washangamia. Thumma istathna Allah subhanahu wa ta'ala ila Abdullah ibn Rawah wa fi sahibihi. Allah subhanahu wa ta'ala akawavua katika hii hukumu Abdullah ibn Rawah
wenzake wawili ambao ni Hasan bin Thabit na Ka'b bin Malik, akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat wa dhakaru Allah kathira. Akasema isipokuwa wale ambao kwamba walioamini, yani wameamini Allah subhanahu wa ta'ala bil yawmil akhir wa bil qadar, arkanul iman, yani wamezamini na waamil salihat, na kufanya mambo mema, wakaswali mambo mema, wadhakaru Allah kathira, na wakamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremsha hii aya alikuwa anakusudia Abdullah bin Rawah na wenzake wawili, فهناك أكرم كرامة وأعز عزة من أن ينزل الله في شأن امرئ قرآنا. kuna ukarimu zaidi ya huu ukarimu na utukufu zaidi ya huu utukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe kuhusu mtu fulani ndani ya Qur'ani. Hii inaonyesha kuwa huyu Abdullah bin Rawah alikuwa na cheo kubwa sana. Wa mithla na'tuhu, na zisoma sifa zake alati na'atahu Allah, ambazo kwa sifa Allah subhanahu wa ta'ala amesifu nazo, ana al-layli wa atrafa an-nahar, zisoma usiku na zisoma mchana, wa istamira tilawata, unazisoma hizo sifa zao ila ajarda Allahu al-amra man 'alayha, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aisimamishe qiyama. Shahida Abdullah bin Rawah bai'at al-'aqaba. Huwa Abdullah bin Rawah alishuhudia na alikuwa miongoni mwa kumpatia bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam katika bai'at al-'aqaba. وجعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحد القبائل الذين أمنهم على قومه. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya huyu Abdullah bin Rawah kiongozi kwa wale ambao kwamba miongoni mwa viongozi ambao kwamba aliwaeka katika makabila yao. فنعم الأمير ونعم المؤمر. ومنذ أسلم الفتى الخزرجي، na kutoka muslimu kijana wa Khazraj, Abdullah bin Rawah alikuwa katika yeye ni katika kabila la Khazraj, kutokana na kabila la Khazraj. Sasa kutoka muslimu azama ala an yaj'ala hayatahu kulluha fi ta'atillah, akaamua na akaweka azma kuweka maisha yake yote katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. فقضى جميع أمره عابدا مجاهدا, akamaliza maisha yake yote hali ya kuwa yeye anafanya ibada na mujahida, na anafanya jihad, fanya jihad kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawwama bil-layl qawwama bin-nahar, ni mwingi wa kusimama usiku na ni mwingi wa kufunga mchana. أخبر عنه أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار شديد الحر. Abu Darda anatoa hadithi, anasema tumejiona sisi tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya siku zake, siku ambapo kwamba kuna jua kali sana, حتى إن الرجل لا يضع فوق رأسه يده فوق رأسه من شدة الحر, mpaka mtu anaweka mkono wake juu ya kichwa chake kwa sababu ya jua kali. Wama fi qawmi saimu, na katika sisi sote hakuna mtu ambaye amefunga illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa amefunga, wa Abdullah bin Rawah na Abdullah bin Rawah au bin al-Qur'an. Laqad shahida ibn Rawah ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam Badran wa Uhudan wa Khandaq wa Hudaybiyah wa Khaybar. Na Abdullah bin Rawah alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika vita vya Badr na vita vya Uhud na vita vya Khandaq na vita vya Hudaybiyah na vita vya Khaybar. وفي السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3,000 من جند المسلمين
المسلمين إلى بلاد الشام للقائهم واختبار أمرهم. Na katika mwaka wa 8 Hijria kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kule kutoka Makka kwenda Madina, ilipofika mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma watu 3,000 waenda katika miji ya Sham kupambana na Warumi na kuwachunguza. Na sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuma ile jeshi ilikuwa amemtuma Harith mtumwa wake, ametuma mtume mjumbe, amepatia barua aende akapeleke katika miji ya Sham kuwalingania watu katika Uislamu. Alipofika njiani akatoka mtu akamvamia na akamuua. Alipofika miji ya Sham akauliwa mtu. Na mtu yoyote ambaye kwamba ametumwa na ana ujumbe hakuwa kawaida hauliwi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika, akatuma jeshi. Walaqad amara ala jeshi maulahu Zaid bin Harith, na alimweka mkuu wa jeshi ni mwashauri wake Zaid bin Harith. Na huyu Zaid bin Harith kisa chake kina huzuni sana, kisa chake ni kirefu. Alikuja alipokuwa mdogo, babake alimchukua akampeleka katika familia zao katika miji mingine, alimchukua akampeleka kwa wajomba zake. Alipofika huko wakavamiwa ile sehemu, wakavamiwa na Abdullah bin Rawaha akashikwa kama mateka. Akatokana Zaid bin Harith akashikwa kama mateka. Na alipochukuliwa, alipouzwa, akafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa miongoni mwa wale wajomba zake walikuja kufanya haji Makka. Alipokuja akamwona Zaid bin Harith, akamsalimia na wakajuana, akarudi akaenda kuwaelezea wazazi wake wakaja wakamuulizia, wakapata tumwa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, wakalalamika, wakaomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amwache huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukataa wala hakupinga, akamwita Zaid bin Harith na akamwambia, unataka kubaki na mimi au unataka kwenda na hawa? Akasema, nataka kubaki na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa karimu anasema, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuniambia chochote la maafalu ambapo kwamba sijafanya. Kwa nini hujafanya hivi? Alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amlaumu na wala kitu amekifanya, kwa nini umefanya hivi, kwa nini umefanya hivi? Hajawahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia. Sasa akamweka huyu kiongozi wa jeshi. Wakati Mtume akasema, in qutila au usiba Zaid faqaid al-jaysh Ja'far bin Abi Talib. Akasema akiuliwa Zaid au kupatwa na jeraha kubwa hadi hatuweza kupigana, basi kiongozi wa jeshi ni Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yeye alifanya hijra kuelekea Habash katika hijra ya pili, na alipofika kule wale Makuraishi wakafanya vitu vyao kuwarejesha. Walipofika kwa mfalme, kisa kirefu kinajulikana maarufu, Ja'far bin Abi Talib ndio akawa anajibu zile maswali zao. Sasa akasema, fa in qutila au usiba Ja'far faqaid jeshi Abdullah bin Rawaha. Akasema akiuliwa au atapata na jeraha huyu Ja'far, basi kiongozi wa jeshi atakuwa ni Abdullah bin Rawaha. Fa in qutila Abdullah bin Rawaha au usiba falyaqtal almuslimina rajulan minhum yaj'alunahu amiran alayhim. Akasema akiuliwa tena kwa Abdullah bin Rawaha akipata jeraha, basi Waislamu wachague kiongozi, watamweka amiri juu yao. Walamma hamma aljeshi almuslimina bimughadarat almadina, na lile jeshi la Waislamu lilipoazimia kuondoka katika mji wa Madina, jaala nasa yuwaddi'una juhud almuslimina ammatan wa khususan al-umara alladhina amarahum sallallahu alayhi wasallam ala jeshi. Sasa ile jeshi lilipoondoka, watu wakaanza kuwaga wanajeshi wa Uislamu, kila mtu anaenda kumwaga mfukani,
na hasa wakawa watu mahsusi wanaenda kuagwa ni wale viongozi wa jeshi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka. Maanake walijua Waislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka Zaid, baada ya Zaid aliuliwa atakuwa Jaafar, baada ya Jaafar Abdullah, baada ya Abdullah aliuliwa. Waislamu wakajua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua hao watu wote watauliwa. Sasa Waislamu wakaanza kuaga. فلما ودعوا عبد الله بن رواحه جعل يبكي. الفرد عبد الله بن رواحه كان سفليا، فقال ما يبكيك يا عبد الله بن رواحه؟ جالس نفلسه يا عبد الله بن رواحه، ولنا جهاد في سبيل الله، جالس نفلسه. فقال والله ما يبكيني حب الدنيا، والله ما يسليشي حب الدنيا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها أهل النار. Nasema mimi nimesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala inataja ndani yake watu wa moto. Katika sura Maryam inasema hiyo aya, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Aya inakusudia hakuna mmoja wenu isipokuwa atapita juu yake. Juu ya nini? Juu ya sirat. Fa in kuntu bil wurud, Abdullah bin Rahman sema, na mimi nikaamini kwa lazima mimi nitapita juu ya hii daraja. Na hii daraja ya sirat ni nyembamba zaidi ya nywele na inakata zaidi ya uwembe na makali zaidi ya uwembe. Na hii daraja sirat kando yake kuna kalabibu, kuna huku ambazo kwamba zinashika mtu na zinarusha ndani ya moto wa Jahannam. Maanake daraja iko juu ya moto wa Jahannam na watu wote lazima watapita juu ya daraja. Wa minhum man yamuru bi tarfati ain, kuna wengine watapita kama kwa samaki haraka mno shapita, na wengine watapita kalbarqi kama umeme, na wengine watapita kama farasi mbio, na wengine watapita kama kimbia, na wengine watapita wakitembea, na wengine watapita wakitambaa, na wengine watapita huko wakichukuliwa na sehemu huko watakufa na moto sana. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie amani. Sasa Abdullah bin Rahman anasema walakini lastu adri kaifa li ba'dahu. Akasema lakini mimi sina uhakika kwa tapita kwa daraja sirat ikiwa na salama, ikiwa na amani, ikiwa amani nitapita vipi mimi? Nitaanguka na moto kama ya janna. ولما تعرضت الجيش المسلمين قال المسلمون لجيش kwanza kuondoka Waislamu wakasema sahibakum Allah wa dafa'a ankum wa raddakum ila ahlikum salimina khadim. Waislamu wakarejesha kwanza kuondoka, Waislamu wakaanza kuadua wala kwa Rabbani wakasema sahibakum Allah, Allah atakuja nini na awakinge na kila balaa na awarejeshe katika familia zenu kwa salama. Walamma sami'a du'aahu bi an yurduhu ila ahlihi, Abdullah bin Rawaha alisikia dua yao ambapo inasema na awarejeshe katika ahli yetu, familia zenu. Hata ansha yaqul, akaanza kusema lakini as'alu rahmana maghfiratan wa darbatan ذات فرح تقذف الزبد أو طعنة بيد حرانا مجهزة بحربة تقذف الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جسدي أرشد الله من غازٍ وقد رشد. Akasema Abdullah bin Rawaha, lakini as'alu rahmana maghfiratan, lakini mimi namuomba Allah mwingi wa huruma anisamehe madhambi yangu, wa darbatan dhati far'i, na pigo kali taqdhifu al-ahshaa, wa darbatan dhati far'i, na pigo kali taqdhifu az-zabada, ambao linarusha damu, au ta'natan au kudungwa yadi harqanan,
kwa mkono wa mtu ambaye kwamba ana kiu ya damu, mujihizatan, kudungwa kwa kwamba unaua biharbati, kwa kupitia mkuki, takrifu al-ahsha au al-kabida, ambao kwamba huu mkuki unaingia ndani ya kamba za tumbo na maini. Hata yuqali, kwa nini nipigwe niuliwe? Hata yuqali, wakasema idha maru ala jasadi, watu wakipita juu ya kaburi langu, arshad Allahu min khazin, Allah ameongoza huyu kijanaji wa madrasa na hakika anaongoka. Yaani ubeba kila mtu amebeba. ولما فصل الجيش عن المدينة كان عبد الله بن رواح يردف وراءه فتى يتيما يعيش في حجره. عبد الله بن رواح الجيش الفاصل kutoka Madina, Abdullah bin Rawah nyuma yake kwa kipando chake amepandisha nyuma yake kijana ambaye kwamba ni yatima. Kwa kijana anaishi katika hijri, anaishi katika malezi ya Abdullah bin Rawah au kijana yote Zaid bin Arqam. Wasami'ahu al-fata yuqatibu naqatahu, yule kijana kabisa Abdullah bin Rawah yaongea na ngamia wake kumwambia, idha ataitini wa hamaltu rahili masirata arba'in ba'da al-hasai fashahruki fan'ami wa khalati dhanb wala arji'u ila ahli wa rani. Akasema, wewe ngamia wangu ukimbeba na ukabeba mizigo yangu mwendo wa siku 4 baada ya kunywa wangu, ili jambo lako la kawaida utaweza kubeba ukapeleka. Fan'ami, neemeka wewe, wa khalati dhanb, wala hauna lawama, wala arji'u ila ahli, hapa ndo kusudio, wala arji'u ila ahli, wala mimi sirudi katika familia yangu, warani ambao wako nyuma. Fadhafqa al-fata yabki liqawlihi, ndio kijana akaanza kulia kwa maneno yake. Faqafaqahu ibn Rawah bidarb, aqala ma alayhi ya Luk'a an yusqa lahu shahada. Abdullah bin Rawah alikuwa anajificha kwa kujenga ngamia hivi, akapoka yule kijana kutoka akamwambia, uko na nini wewe? Mbona walia? Mtika ushiriani. Aliposema lahu shahada, Allah mpatie shahada kufa katika njia ya Allah. Watarji'u anta ala rahili hadha ila Madina, na wewe urudi na kipando chako Madina. Walamma balagha jeshi muslimina 4 ma'an, ile jeshi la Uislamu ilipofika mji wa Ma'an fi Urdun, katika nchi ya Urdun, arifu anna malik ar-Rum qad nazalu fi mantaqati Balqa ghayra ba'id anhu. Waislamu walipofika hii sehemu ya Urdun walijua kuwa mfalme wa Rum ashajua kule kama kuna jeshi lake na ametoka na jeshi lake, na wafalme wamefika sehemu inaitwa Balqa, na hiyo sehemu haiko mbali na wao, neno shakaribiana. Wamaahu 1000 muqatil min ar-Rum, na yeye yuko na watu 100,000 kutoka upiganaji wa Rum. Na Warum zama hizo walikuwa watu superpower, wana nguvu, na yeye kuna watu jeshi la watu 100,000. Wamaahu mithluhu min nasara al-arab min qabaila wa Judham wa Qudaata wa ghayriha, na pia kuna watu wengine 100,000 wa kutoka katika manasara wa makabila za Waarabu. Akama muslimuna fi mahali ladai, Waislamu kwa pale siku 2, watafiqu yuwazinuna baina adadihim al-qalil wa adadi aduwwihim al-kathir, wakaanza kupima hisabu baina idadi yao ndogo na hao maadui wao kwa wingi. Wao walikuwa 3,000 Waislamu na maadui kwa watu 200,000. Qalu, Waislamu wakasema, naktubu ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa nuwafiquhu ala amrihi
ala amri, tuandike barua kuelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wale Waislamu wakasema, kutoa shura wakasema, tuandike barua kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tujulishe hili jambo, thumma namdi ila ma yauma bihi, kisha tufuate ile jambo kama atatuamrisha. Faqala Abdullah ibn Rawaha, Abdullah ibn Rawaha kusikia akasema, ya qaum inna alladhi tatrukunahu qad adabtumuhu wa nahnu ma nuqatilu an-nas bi'adadin wala quwwatin, innama nuqatilu bihadha ad-din alladhi akramana Allah bihi fantaliqu fahiya ihda al-husnayn, imma an-nasr wa imma ash-shahada. Abdullah ibn Rawaha akasema, enyi watu, ila barabara mtatafuta, yani shahada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tadadatumu limewafikia na mmepata. Wanahnu ma nuqatilu nas, na sisi hatupigani na watu kwa idadi wala kwa wingi, tukiwa mdogo hatupigani, tukiwa wingi ndio tunapigana, tukiwa na nguvu ndio tunapigana, wala kama hatuna nguvu hatupigani, si hivyo. Innama nuqatilu bihadha din, sisi tunapigania hii dini alladhi akramana Allah bihi, ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukarimu nao. Fantaliqu, nendeni tukapigana, twendeni tukapigane. Nayo kuna mambo mazuri mawili, jambo moja katika mawili mazuri, imma nasr, imma ushindi, wa imma shahada, au kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajaba jaysh ila ma da'ahu ilayhi, ile jeshi wakakubali ile ombi na ile jambo na haya maneno ya Abdullah ibn Rawaha, wakakubali. Washaara yuiddu uddatan liliqai adu, Abdullah ibn Rawaha akaanza kufanya matayarisho ya kupambana na maadui. Fi yawmi tali, na katika siku inayofuatia, nahada al-alafu thalatha liliqai 200,000, wakatoka mbio ile jeshi la watu 3,000 kwenda kupambana na jeshi la watu 2,000. Waltaka jam'ani inda qaryat Mu'ta, likapambana majeshi mawili katika mji wa Mu'ta. Ndio hivi vita vinaitwa maaraka ya Mu'ta, kitokea katika Jamadul Awwal mwaka wa 8 Hijria. Kana يتقدم جيش المسلمين زيد بن حارث وهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. alikuwa anatangulia jeshi na alikuwa mbele katika jeshi la Uislamu. Zaid bin Harith naye amebeba bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mazala yuqatilu hatta qutila, akapigana mpaka akauliwa. Mu'minan ghayra mudbirin, akiwa anaenda mbele wala harudi nyuma. Warimahu Rum tanhalu min sadrihi, na mikuki ya Warum yameingia ndani ya kifua chake na anakunywa damu katika kifua chake. Fatanawala raya Jaafar bin Abi Talib, Jaafar bin Abi Talib akachukua bendera Abu Ali radhiallahu anhu. Jaafar bin Abi Talib ni mjaji Ali radhiallahu anhu. Wasinnuhu fi shajaa'ati wal ba's, na mfano wake katika ushujaa na namna ya kupeleka vita. Wakhawa al-ma'arif, na kupeleka vita kama lam yakudha ahad ghayru, kama vile ambavyo kwamba hakuna mtu aliyepeleka hivyo vita kama yeye. Ameliendesha ile jeshi vizuri sana. Falamma hamia quds Rum washtadda al-Rumi ala al-muslimin, na mashambulizi ya Warum na vita vikawa vikali juu ya Waislamu. Waislamu wanapigwa. Watama farasi, akashuka juu ya kipando chake farasi wake. Waaka qawaimaha sayfi, na akakata miguu ya farasi wake, akavunja kupitia upanga wake. Kwa sababu gani? Asiwe na nia ya kupanda farasi wake na kutoroka vita. Wa aghla fi sufufi Rum wa ubarishi, na akaingia katikati za safu za Rum na ukakusema, ya habba jannata wa qirabuha tayyibatan wa barikan sharabuha wa Rum qadana adabuha kafiratun ba'idatun
ansabuha alayya ila qituha qurabuha. Kasema ya habada jannata wa qurabuha, uzuri ulioje wa janna na ukaribu wake. Tayyibatan, nzuri, wa baridan sharabuha, na vinywaji vyake ni baridi vizuri. Warum kadana adhabuha, na hawa Rum imekaribia adhabu yao. Kafiratun, makafiri, baidatun ansabuha, ziko mbali na saba zao katika Uislamu. Alayya ila qituha qurabuha, ni juu yangu nikipambana na wao ni wauwe. Thumma indafa'a yajul bisayfihi yamina wa yasara, kisha akaanza kupigana na akizunguka upande wa kulia na upande wa kushoto akipigana. Hata qut'at yaminu, mpaka mkono wake wa kulia ukakata. Fatanawala raya bishimali, akabeba ile bendera kwa mkono wake wa kushoto. Wamama alipatu, na baba akaendelea kupigana yamina wa yasara, upande wa kulia upande wa kushoto kupigana. Mukbilan ghaira mudbirin, akienda mbele wala harudi nyuma. Hata qut'at shimalu, mkono wake wa kushoto nao pia ukakata. Faamaka raya bisadrihi wa amudaihi, ile bendera akaizuia na kifua chake na visuku vyake kwa mkono, akaizuia bendera. Thumma mazala yajulu hata kutila, na bado akaendelea kupata watu na kupigana hata kutila, mpaka akauliwa. Inda dhalik taqaddama Abdullah bin Rawaha wa tanawala rayata ba'da an ra'a masirata sahibihi an kashaf. Baada ya hapo akachukua bendera Abdullah bin Rawaha, baada ya kuona mauaji ya wenzake wawili kwa muda mchache sana, wameuliwa kwa muda mchache sana. Faja'ala yuqatilu nafsahu qailan, akaanza kuiambia nafsi yake akisema, ya nafsu illa tuqtali tamuti, hadha inahu al-mauti qad saliti, wa ma tamannaiti qad u'titi, in fa'alti fi'lahu ma huditi. Ewe nafsi yangu, kama hujauliwa wewe utakufa. Hadha inahu al-mauti qad saliti, huu ndio umata wa mauti kufikia. Wa ma tamannaiti qad u'titi, na ile ambayo kwamba unalitamani umelipata, umepewa. Mtafali fi'lahuma, ukifanya vitendo ambavyo kwamba umefanya hao wenzako wawili, udini utaokoka. Thumma nadhara ila sarfei shahidain Umaru farajani mtima, akaangalia wenzake wawili waliopita ambao kwamba wameuliwa, Zaid bin Harith na Jaafar bin Abi Talib, na wao wamejaa na madamu, au wenzake wale wamejaa madamu katika mwili wao. Fahabat nafsuhu, nafsi yake ikaanza kuogopa. Wataradda babu taraddud, na ikaanza kusitasita nafsi yake. Fahabba ila qailan, akaipatia nguvu nafsi yake kwa kusema, aqsamtu ya nafsu la tanzilanna au la tukrahanna, mali araki takrahina aljanna, hal anti illa nutfatun fi shanna. Akasema, ya aqsamtu ya nafsu la tanzilanna, kabla nafsi yake na hapo utashuka juu ya kipando, kama ipata kipando. Akasema, akasema na hapa ile nafsi yangu utashuka juu ya kipando. La tanzilanna au la tukrahanna, utashuka ukiwa umerudia au umekirika. Mali araki takrahina aljanna, kwa nini mimi nakuona wewe nafsi yangu upendi janna? Hal anti illa nutfatun fi shanna, wewe si kitu isipokuwa ni tone la maji. Thumma hamala raya, akabeba bendera. Wanasala fi sahati al-waqt, na akashuka katika uwanja wa vita. Huna jaa ibn ammi lahu bi'admin shay'un min al-lahm, mtoto ami yake, yani kazini yake, alikuja na mfupa ambao kwamba ndani yake mwana nyama. Makala ami yake, mtoto ami yake akamwambia,
shudda biha sulba, jipatie nguvu kwa kupitia hichi kipande. Fa innaka lam tat'am mundu thalatha, kwani hakika wewe hujakula kutoka siku 3 hujakula. Fa akhadha al-'azma min yadihi wa nahasahu minha nasan bitarafati asnani, akachukua ile fupa na akaiosha na akaitoa mdomoni, akaila kwa kupitia meno yake ya mbele, akaanza kutafuna nyama. Ghaira annahu ma lam yalbath an ra'a masirata masalih al-muslimina amamahu, alipoanza kula akaona Waislamu wakipigwa mbele yake na wanauliwa. Faqala, akasema bisa rajulu anta Abdullah ibn Rawah, mbaya sana ya Abdullah ibn Rawah, yaqa'u kullu hadha wa anta ta'kul, yanatokea haya yote na wewe unakula. Thumma alqa al-'azma min yadihi, kisha akatupa kile kifupa. Wajabada sayfahu, na akatoa upanga wake katika ile ala na akaanza kupigana. Wa alqa fi sufufi rum mukbila ghaira mudbir, na akaingia katikati za safu za Warum, na huko akienda mbele wala harudi nyuma. La yarudi ala shay, haangalii wala hashiriki na kitu chochote. Yeye kijana anapigana mpaka kidole chake kikakatwa kidogo, akikutoka kile kidole. Akachukua mkono wake akatia chini ya mguu wake, akakanyaga na akajifuta mkono wake, akatoa kile kidole. Kwa kinamsumbua, hawezi kupigana vizuri, akakanyaga na akatoa. Baada ya hapo akapigana na yeye. Thumma innahu ma zala yuqatil hatta hawa shahida, na yeye pia akapigana mpaka akaanguka akiwa amekufa shahidi. رحم الله عبد الله بن رواح وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه يحب مجالس التي تباح. الله سبحانه وتعالى أبرهام عبد الله بن رواح, kwa hakika yeye alikuwa akipenda vikao kwa kwamba malaika wanajivunia nao. Na vita kumalizika, sahaba mmoja akamwona yule kukodesha kuliwa, akaenda akachukua bendera na akatafuta mtu gani apatie bendera au kiongozi. Akaenda Khalid ibn Walid, alipofika akapatia. Khalid akakataa, kuna anta, akamwambia chukua wewe. Basi Waislamu wote wakamzunguka Khalid na waenda kama wewe ndio mfao kukodesha. Khalid sasa aliona Waislamu wote wanapata yeye, kabila achukue. Faqala al-ma'araka bimaharati al-harbiyya, akaviongoza vile jeshi kwa mahara wake wa kupigana, na akapigana mpaka isemekana pia katika vita kasara 9 suyuf, amevunja mpaka 9 kwa mkono wake, na akapigana Khalid bin Walid mpaka alibadilisha taratibu za wanajeshi, na mpaka akaenda akaliokoa ile jeshi katika makafiri, na akaliokoa ile jeshi kutokana na wale Warum. Na Waislamu waliuliwa katika hivi vita 15 au 15, na Warum kutila fiha adadun lam yuhsa, yani waliuliwa wale Warum idadi ambayo kwamba haihesabu, waliuliwa wingi sana. Tasawwa muda picha watu 3,000 kwa watu 2,000. Kwa sababu gani waliweza kushinda hii vita na kuokoka? Kwa sababu wao walikuwa wanategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka hapa tunamaliza darasa letu. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا.